Dada yetu Diana, kuna swala ambalo ametuelezea limegusa sana mioyo yetu na imesisimua hisia zetu. Hii ni wodi ya saratani. Naitwa Diana Robert, muuguzi kiongozi. Tulipata scenario nadhani ni mwaka ulioisha mwezi wa 12. Kuna mama ambaye tulimpata aligundulika na saratani ya shingo ya kizazi. Ilikuwa wodi ya wakina mama wenye matatizo ya uzazi, kwa alivyogundulika ana shida ya saratani akahamishiwa huko kwetu, lakini tayari saratani yake ilikuwa imeshaenda mbali. Ilikuwa imeshafika stage ya 3 na imeisha sambaa kwenye mapafu. Kwa hiyo sasa madaktari wakawa wamemshauri kwamba achague moja, kwamba wamtoe mtoto ili wampatie dawa za saratani. Mama alikubali. Elimu yote aliambiwa kwamba hizi dawa ukipata shida gani itatokea kwa mtoto, kila kitu akawa ameelezewa. Kwa mama alivyoelezewa akawa amesema kwamba kwa sababu ya uhai wangu nilikuwa naomba tu nipate hizo dawa, kwa sababu pia na watoto 7. Hii mimba ilikuwa ni ya 8. Kwa sasa akawa ameanzishwa zile dawa. Alivyoanzishwa zile dawa za saratani, ile mama kwa kweli kesho yake alipata uchungu. Tulimzalisha, na tulivyomzalisha mtoto yuko salama. Kwa kweli yule mtoto kwa sababu bado ni mdogo, anahitaji care ile, kwa anatakiwa kunyonya. Sasa mama ishafariki. Baada ya kupata zile dawa alikaa kama wiki 1 wiki 2, yule mama alifariki kwa sababu kansa yake ilikuwa imeshaenda mbali. Hata maziwa alikuwa anahitaji pampers, anahitaji mafuta, anahitaji vitu vyote ambavyo kama binadamu anahitaji kama mtoto mdogo. Kwa hiyo tunaomba wafadhili kama nyinyi ambao mnaweza kumsaidia. Yule mama yuko Ukelewe, mama yake mkubwa na watoto yuko Ukelewe. Sasa hivi mtoto ana miezi 4. Ana afya njema, tunamshukuru Mungu. Tunaona ukuu wa Mungu, kwa sababu zile dawa za saratani ukipata ukiwa mjamzito, kwa watu ambao wamesoma medical, kwa mtu ambaye anaelewa chemotherapy, na ukiwa mjamzito ukipata chemotherapy nini kinatokea. Lakini pale kwa kweli tumemwona Mungu kwa namna ya ajabu sana. Mtoto yuko salama, yuko mzima. Namshukuru Mungu na naona muujiza Mungu aliotenda mtoto mpaka sasa hivi yupo na ana miezi 4. Kwa hiyo ikiwapendeza, naomba pia mumkumbuke. Mahitaji ya mtoto, kwa sababu bado ni mtoto mdogo, anahitaji maziwa kama haya, anahitaji pampers, anahitaji nguo, anahitaji mafuta ya kupaka, anahitaji sabuni ya kufulia na kuoga, na vingine vidogo vidogo sasa. Lakini vitu vidogo vile ambavyo mtoto kama mtoto akiwa mdogo, vitu ambavyo vinahitaji ndio hivyo ambavyo mtoto anahitaji, kwa sababu ni mtoto miezi 4. Mimi ni muuguzi kiongozi wa wodi ya saratani, naitwa Diana. Asante.